الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumezungumza leo ikiwa ni muhadhara wetu wa tatu katika yanayohusiana dawa ya kulevya, ambapo jana tulizungumza kwa urefu sana. Leo nataka tumalize vifungu hivi kwa kuzungumza kwa wasaa tutakaoupata linalohusiana na swali ya khilafu iliyoko kati ya gati, na khilafu itakiwao nitakaoizungumza leo ni khilafu inaopitia kwa wenye kutegemewa wanazuoni kuhusu hili suala, na wapi waloshika mikakati sana ya uhalali wa jambo hili, tena kwa misingi gani. Tutajitahidi itoke fursa ya wasaa ya watu kupata kuuliza, kwa sababu juzi na jana kwenye hii mihadhara ni nafasi ayoyote mwenye mushkili aweze kuuliza kwenye hili suala, ili tutazame pengine yote yale ambao tulikuwa tunaeleza sivyo ndivyo, ili itadhihiri kupitia kwa swali. Kwa hivyo situmai kwamba kuna kizuizi cha mtu ikiwa una swala kwenye darasa zetu aache kuuliza. Kwa hivyo hii tanabuhi kwa ule jihurafi moja alokuja kusikiliza darasa kisha kusema hakuulizi maswala. Sasa itawezekana tutajua vipi kwa yale anayoyazungumza kufana kutofaa, kuwa halali na kutokuwa na halali? Hapana, uiko nafasi. Mimi nataka unipe, nikupe wakati uniambie kwa jitihadi yako kufaa kwa khamri, uniambie kwa jitihadi yako kufaa kwa kuvuta bangi, uniambie kwa jitihadi yako kufaa kwa gati, hata kwamba kwe ni nraibu mkubwa, nitakupa nafasi. Na wewe khurafi sasa, ikiwa una yako masaili yako ambao kidogo ya kukera, ni masaili ya khilafu kati yangu mimi na wewe, katika ikhtilafu lile mimi nasema alifai, wewe waona kwamba kwa yafaa, hao ni masala mengine, na tunaweza kukupa nafasi pia hapa kwa lile ulitakalo ujitetee. Tuangalie lengo letu, tunataka kusimama msimamo wa sawa. Sasa usitoe sauti ya kiasi ambacho walevi wakikusikia kama kwa wewe usema kama hivyo, ionekane kwamba kuwa ni mambo ya kipuzi, na yale wanaozungumzwa bwana ni upuzi, kana ili umpe nguvu barobaro pale aliposhika ashike hivyo hivyo, umpe nguvu mwenye kusaga asage hivyo hivyo, na umpe nguvu mwenye nazi au anaendelea kunywa pombe kwa sababu tu ya roho yako ilivyo na yaliyozungumzwa. Nimetumia lugha hiyo ya khurafi tena. Ikiwa yuko leo, nafasi iko, nitampa ajitetee na awatetee walevi wenzake. Umefahamiana? Ili tupate kujua kuanzia leo ya kwamba hawa walatigati, watu wa muhadirati, wanywaji pombe, wakiaji tumbaku, walaji tambu, tunajua kwamba kuwa shekhe lao ni shekhe fulani. Kwa hivyo kama muungwana leo ajitokeze, tunjue yeye ni shekhe wa hawa watu, kisha atoe zile hoja zake, tujue kwamba kuwa hawa wenzake wana ngome wameitegemea ashekhe fulani, jitu la khitma, jitu la maulidi hilo, na tayari lataka kutilia nguvu gati, lataka kutilia nguvu muhadirat,
atakutilia nguvu tumbaku, atakutilia nguvu tambu. Atoke hapa ave mongwana. Na akija ule jamaa ni sheria ni yule fulani, mimi nitakwambia ni wewe, nafasi hii nakupa, kwa sababu hapa ni mambo ya uwaziwazi, si mambo ya kuchambaana. Na mpaka sasa tunasema hivyo hivyo. Vitano nilivyovitaja toka juzi mpaka sasa msimamo ni ule ule. Wajua hapa mushkili wa dhuru kwenye hili, najua mimi mushkili uko wapi, lakini napenda ni munifahamu ya kwamba hatusemi hivi kuwa kuna walengwa fulani sisi tuna utukivu nao. Tunasema hivi kwa sababu nsikitiko letu la roho kuona mabarobaro namna wanavyokatika roho zao, kuona mabarobaro jinsi umri unavyokatika. Usitumie lugha kwamba kwao ni ukali ama huu ni umri. Usitumie lugha hiyo, tumia kwamba kwa watu wataka kusimama msimamo sawa. Kwani wafurahika kuona shaabi ya Kiislamu inatilifu, watu wanazikwa na mijisindano, watu wanazikwa kwa walevi, au sisi tofurahi kuona wazazi hivi sasa heshima zao zavuliwa. Mtu antukana mamake, antukana babake, uko tayari kumpiga mamake, mpaka mama awe anaingia kwenye laini akiba yake aiondoe kwa sababu ya ulevi wa mwanao. Kisha toki jitu la Maulidi, ndipo tukasema hawa watu hawana khairi hao. Mijitu wa hitima hii, mijitu wa zungua dhikri za kukohoa hizi za kuzimataa hizi, hawana khairi. Maana kama wana khairi hatoki mtu akisampulio kutetea watu kama hawa. Wewe watetea munkar, wallahu yakulu wala takun lilkhainina khasima, usiwe mtetezi wa watu makhain. Na kuna watu makhain kama hao, kisha husikitiki umma wewe, subhanallah. Kwa hivyo hapa kama kutupa picture, kama upatapo wali wa Maulidi, upatavo khitma hizi mishikisho hizi, wataka sasa kupata na mishikisho kwa upande wa muhaddirat. Tuambianeni ukweli, kwa sababu usiende kutoa fatwa nini kelele haramu gani atoi maswala kuulizwa. Nenda tu kwa wale wachajiunga, utapata kiwango zaidi utakachokipata kwenye khitma yako. Nenda tu kwa Wameru uungamane na wao, basi tu na wewe uwe ni katika wale wanao supply gati, uangalie utapata pato zaidi kuliko zunguo lako. Nenda kasage tumbaku, upange tupa chungu mzima, kuanzia mwanzo wa kona msikiti wa Mabohora Kisauni mpaka Kiembeni huko, panga tupa za tumbaku tu. Ncha nzima upichapo tuwe husikia harufu ya tumbaku kama harufu ya udi, utapata pesa nyingi sana. Basi jiunge kinamna hii, lakini usitoe kauli fima yataalaku bisharia, kwa jambo ambalo lafungamana na sharia kabisa. Hapo hatuwezi kusameheana kabisa, na tusiliingilie hili kwa masala mail kama tu mail ili upate himaya pengine kwa watu kama hao. Twende katika suala hili, utungu wajua uko wapi. Na tunasema sisi islah tupate kuitengeza na mitaa yetu itengee, na watu warudi kwa Mungu kikamilifu, na barobaro wetu hawa wasisukumizwe tu kwenye mambo ambayo ya kuangamiza. Basi ndilo islah. Na tumezungumza kuhusu sharia hasa inavyozungumza hapa. Tabu kubwa iko kwenye tumbako na tabu kubwa iko kwenye tambuu. Wajua pia tumeitilia mikakati hivyo hivyo na hivyo hivyo. Mimi nasema hivyo hivyo. Nirudie tena. Ya haram unga kwa aina yake yote, mukhaddirat. Mwenye kupatikana na hayo mbali ya mboko 80, thumma baada dhalika alqatlu, kama ilivyothubutu katika tashri'ul jinayat. Ukipatikana nchi za Kiarabu wanyongwa, sawa. Gati yustatab kwa kila mwenye kutangaza uhalali wake na kuona si chochote, yustatab. Fa intaba fabiha wa ni'ma, wa illa mboko
La si hivyo, akiendelea katika yeye kuchangia hoja za uhalali, yuktalu murtaddan ala rajih min aqwali ahli alilm, anauliwa akiwa murtad kwa kauli yenye nguvu kati ya kauli ya wasomi. Tambu hakadha yadkhulu fil hukm, tumbaku hivyo hivyo inaingia katika hukumu. Sasa mwenye hoja yakul itu biburhanikum, leteni hoja. Hamwezi, hao wasimamizi wa kiusomi walete hoja zao, khalas uwatwe uwanja. Sasa watu wafe watilifu kwa kuwa wamepatikana watu wa yale mambo kutaka kuwajuzishiana. Kwa hivyo usisikie utungu kwa kuwa umeizoea tumbaku, wajue hili limefanya limechukuliwa uzito sana. La, hata tumbaku, umeona, hata ile kusema hata tumbaku pia ni handa size hiyo, kina na hivyo ni handa size. Hata tumbaku manake kwa kuwa ndomo ushalegea kwa ile tumbaku, na kabla hapo ulikuwa hujalegea. Hata tumbaku jamani, hata tumbaku. Licha hata tumbaku si umelifanya ni kubwa, hata biriani na mmewaiongezea na lingine. Licha hata tumbaku kuwa ni haramu, hata biriani, kaza biriani mpaka utoke kwenye geji, kisha wenda ukampate shekhe lolote hata kama ni sufi la dhikiri, umwambie mimi bwana mmepakia mpaka ni siwezi kusema lolote, kisha kutolee fatwa kwambia la, ulivyofanya sawa, huwezi kupata, ambaye ulifanya ni haramu, na kula kisampuli hiyo ni haramu. Na nini? Biriani tu chufao kwa biriani. Fanyeni hii, sharia ina mizani na lazima twende kwa mizani yake bila ya kukeuka mpaka. Twende kwenye gati ahibba fillah, kwenye Ramadhani 19 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nikiwagea ni zile zile na gati tunazikanyagia hapo hapo. Liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina, afe mwenye kufa kwa uwazi, apone mwenye kupona kwa uwazi. Lengo letu ni tusifikie hivi katika hii kuzungumza, lakini shati ifikie, kwa sababu upepo mkali wa nahwa, upepo mkali wa handasa ndio ulokabili kwenye suali kama hilo. Ndugu zangu katika imani, giati ni mti, wanazuoni wanavyotuambia. Walioonjwa wengi katika Waislamu katika miji ya Yaman, shaona, pengine niseme kwa Kiarabu, algat shajaratun ibtuliya bimudghi waraqiha ba'dhu ahli albiladi kalyamani, ni mti walioonjwa wengi kuchafuna chafuna miti yake na majani yake kama watu wa Yemen, tulia, wa junubi aljazirati alarabia pia wametajwa, wa biladul ifriqi, na miji ya Kiafrika, wa majawaraha, na miji ambao ni jirani. Kwa hivyo hapa mji wa kwanza ulotajwa ni mji wa Yemen, na bila shaka lajulikana namba iloshika mji huu kwa suala linaloitwa lagati. Kama namba iloshika kwa bangi kwenye miji mwiju wao kwenye taifa letu la Kenya, jaza mwenyewe. Mafahamu? Kwa sababu kila pahala kwa lake na kila mtu huongoza kwa lake. Tayeb, sasa hii miji imetajwa, wameonjwa wengi sana. Mji wa Yemen namba 1 ulotajwa, baadhi ya miji ya Kiarabu, visiwa vya Kiarabu, miji mengineo, mpaka miji ya Kiafrika na miji ambao ni jirani. Lakini sasa suala hili limeshika kasi sana katika miji yetu ya Kiafrika, kwa sababu siku zote Muafrika hata kwenye kuiga hutupa mpaka. Ndipo ukaona yoyote asokuwa Muafrika kwenye kulewa kwake angalewa huwa taratibu kwa upande fulani.
Mwafrika kwenye kulewa mkabisa, yeye halegezi kitu, yeye hataki nafasi ya kitu, yeye kila kitu mkukeuka mpaka tu. Kwa hivyo hata katika kunywa aweza kunosa mpaka katoka kwenye mipaka, ikawa ile pombe humtoka kwa puani na mashikioni. Ndio desturi tulivyo, tukiiga huiga kwa kukeuka mpaka sana. Toi, nchi huu waliutolea huja jamaa kwa kusema kama wanavyosema, twapoteza masaa marefu. Sikia, twapoteza masaa marefu sana. Watu gani wanaosema hivi? Hebu kuweni na insafu, musikilize na muyaamini ni haya ninaoyasema na kuyatafsiri, mbali ya mimi niweke kando. Unajua huja tatizo wakati mwingine likaja kisampuli hiyo, kwa huu anayonena si yale anayoyanena, na kuomba kwa insafu kwa Ramadhani niweke mimi kando. Sikiliza hivi ninavyosema tafsiri tu. Hawa ni wenyewe mashabiki, kama jinsi tunavyopoteza nyakati ndefu kwa suala hili. Simama kupoteza wakati hata dakika 5 kwa lisilokuwa na maana. Yafaa, haifai, ni halali, ni haramu? Yafaa mwanadamu apoteze dakika 5 tu kwa lisilokuwa na maana, na hapa wamestadili tuapoteza masaa marefu, lakini dakika 5 tu kwa lisilokuwa na maana. Yafaa mwanadamu kuzipoteza? La, haifai. Haifai mwanadamu kupoteza hata nusu ya dakika kwa yasiyokuwa na maana, kwa mambo ya kipuzipuzi. Kwa nini? Kwa sababu wakati ni moja kati ya atakaoulizwa kila mwanadamu siku ya Kiyama. Wakati wako uliupoteza kisampuli gani? Tushaambiwa. Lakini wakasema kwenye kipindi hiki kirefu tunachokipoteza, twakipoteza kama yakuluna min rahatin, kutokamana na raha, wa tatyibi anfusihim, sema na kufanya nini, na kuzichengeza nafsi zao, kwamba kuwa nafsi zao huweko katika hali mzuri sana. Wa dhihabi ahzanihim, na kuondosha huzuni zao, kwamba kuwa gati ondosha huzuni zao. Wa taqwiyati afkarihim, na kutilia nguvu fikra zao zikaiva zikawa na nguvu. Wa tanshiti jawarihim, na kuzichangamsha viungo vyao. Wa tilafi jam'ihim, na kushikanisha umoja wao, watu wagati kuwa watu kitu kimoja wao. Bal inna ba'dahum balighun, bali baadhi yao wamefikia kiwango cha kubalighi. Fadaa, akadai, annaha kuwagati tu'inuhu ala ta'a, yamsaidia yeye kwenye utuifu. Ka qiraati alqur'ani, kama kusoma Qur'ani. Wa murajaati alilmi, na kuregelea vitabu vya elimu. Wa qiyami llaili, hata visimamo vya usiku. Kwa kuwa wote wanapata usaidizi kupitia kwa hivyo, kwamba mtu akilagati achangamka kwa ilmu, kufanya murajaa kwenye kutubil ilm, achangamka kuwa na nishati katika kusimama visimamo vya usiku. Basi sasa amechukua la halali chini ya kivuli cha haramu. Maana hapo hendi kwa dhati kile kitu chenyewe ambacho kimeharamishwa. Sikilizeni sana jamaa, hendi moja kwa moja kwa kilicho haramishwa bidhat. Yeye atakutajia yalo halalishwa yasokuwa na matata, lakini kwenye mtanganyiko na lenye matata. Sasa yoyote ambaye ni katika awami nas ni wepesi kulishika hili ambalo liko lililothubutu, akapigwa chenga na kile kivuli, ule muavuli ambao umeficha haya ya sawa. Si falsafa ya kina au kinaya cha kuweko mbali na mtu kufahamu. Ni wewe ukitajiwa qiyamul layl, ni wepesi utashika qiyamul layl ilivyothubutu. Qiraatul Qur'an sinafaa, adhkar na mengineo,
Sasa akapenyeza kwamba ni kila hunichangamsha kwa haya. Sasa ikawa wepesi wewe kuliona halina tatizo kwa haya ambayo yachangamkia. Ni nini? Ni kitu cha haramu ambacho wataka kukifinika kwa mambo ya losihi. Kama wenzetu wanavyotuambia, kuna makosa gani ya sisi kufanya ihtifali za sherehe ya mazazi ya mtume? Hapo kuna Qur'ani, hapo kuna amru bil ma'ruf wa nahy al munkar, hapo kuna makaramu, hapo kuna swala ya kuswaliwa mtume, hapo watu usilimu. Orodha ya mambo ambayo si mengine ni kwa kweli ndio dini, lakini yote kwenye kivuli kwa lisilofaa. Watu wakalishika kufaa kwa hili kwa sababu chini yameorodheshwa ambao hayana wasiwasi, ni muttafaqun alayhi. Ni ujanja wa kuhalalisha kilichoharamishwa na kuharamishwa kilichohalalisha, hili na lijulikane wazi. Lakini kwenye Qur'ani yetu na kwenye dini yetu hii, ma farratna fil kitabi min shay, kila kitu kimewekwa wazi kabisa. Sasa raha ilotajwa kuondosha huzni, sikiliza sana, kwa sababu kila kitu hatutaki iwe hiki kilichoharamishwa ndiyo ya kuondosha hii, kama ambavyo hivi hakuna vya kuondoshwa. Mathalan, wewe ikiwa moyo wako ni mughtam bil ahzan, umefinikwa na huzni, balaa moja kwa mbili, hakuna as-sunnatu thabita min al-ad'iyati al-ma'thura ambayo hizo huondosha huzni. Nenda katika al-ilaju an-nabawi ala dhawi al-kitabi was-sunnah, au nenda katika hisnul mu'min uangalie, haikuhusishwa dua ya mtu akiwa na huzni zake, matatizo yake, dhiki za moyo, utaondosha kwa nini? Moja, qira'atul Qur'an. Mwenyezi Mungu asema ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, jueni kwa Qur'ani hii, kwa kundhukuru Mungu ama kwa kuisoma Qur'ani, min haythu anna al-Qur'ana dhikrun tatma'innul qulub, nyoyo pia zinatulia. Ni mara ngapi ukichemka kimambo fulani, as-sunnatu thabita ya kwambia shika udhu, piga rak'atain, dua ulizozihifadhi kwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam uzisome, tatizo hili litaondoka. Haliwezi kusimama la eti la utulivu wa roho na kupata raha ni wewe ati utumie mti kama huo. Ni madai hayo ya handasatu taqwiyat na taqwiyatul afkar, yote ni kalam farigh, kuchangamsha viungo, potelea mbali, haina mashiko ya aina yote. Tuangalie sababu ya kukhtalifiana kwao. Sababu ya kukhtalifiana kwao kwenye hili swala la rudi kwenye nini? Wasema wasababu ikhtilafihim, sababu ya kukhtalifiana kwao fi tahrimiha, katika uharamu wake gati, huwa alkhilafu fi ithbati dharariha min adamihi, ni khilafu iliyoko kati ya kuthibitisha madhara yake na kukosekana madhara. Sasa hapo si kwa nasi za kisharia, na wasomi tunao na waelewa takriri ya sharia kwenye kuhalalisha na kuharamisha. Hapa tayari kabla ya kutaja neno la mwanachuoni wote wa kutegemewa kwenye suala, ikisemwa wasababu ikhtilafihim fi tahrimiha huwa alkhilafu fi ithbati dharariha min adami, ni tofauti iliyoko kati ya kuthibitisha kudhuru kwake na kutodhuru. Haiwezi kushikwa kabisa, kwa sababu la kuthibitisha gati kudhuru kwake ndilo mno na kubwa sana na lililo dhihiri aklan wa naqla kuliko la kutodhuru suali kama hili. Tayib, Ibn Hajar al-Haythami katika kitabu chake Tahdhiru Thiqa asemaje? Wadhahiru, udhahiri, anna sababa ikhtilafihim, ni kuwa sababu za kukhtalifiana kwao, ma ashartu ilayhi min ikhtilafi
almukhabbarin, yani sababu yarudi kwa lile lililoshiria kwenye ikhtilafu ya wale ambao wamefanya majaribio kwenye hili swali. Wa illa fa fil haqiqati la khilafa bainahum, kama si hivyo kwenye uhakika hawana tofauti. Lianna man nadhara ila annahu mudhirrun bilbadan, alotazama kwamba gati hudhuru mwili au ila aqli ama kudhuru akili, haramahu, mwenyewe aliliharamisha. Mwenye kutazama, mwenye kuona kwamba kwa gati hudhuru mwili wa mtu, huidhuru akili ya mtu, haramahu, aliliharamisha. Aliharamisha kusema gati ni haramu. Wa man nadhara ila annahu ghairu mudhir, aloona kwamba haidhuru, lam yuharrimhu, hakuharamisha, kwa kusema basi si haramu. Sasa itakuwa suala hili si kwa gati peke yake, pia itakuwa wenye kuona kama kuwa pombe la dhuru libaki ni haramu kwao, na wenye kuona halidhuru ndio ibaki ni nini? Ibaki ni halali. Hivyo hivyo lisikome hapo, lishuke kwa wenye sigara. Anayeona yeye mwenyewe haindhuru ili iwe ni halali, yamdhuru iwe ni haramu, ishuke chini kwa tambuu iwe ni mkondo huo huo, kwa tumbaku iwe ni mkondo huo. Itakuwa hiyo dini na sharia yatupeleka kinamna gani? Itakuwa sasa limeachwa suala hili kwa mtu mwenyewe alivyo na vinavyompeleka vile vitu. Itakuwa sasa hakuna cha dini, itakuwa hakuna cha taklifi, ni mtu mwenyewe kujikalifisha kwa jambo kwa mtazamo wake mwenyewe kwenye jambo lenyewe. Ndivyo itakuwa ni kuiandama dini kisampulio. Lakini mbele wakasema fahum muttafiquna, wao wote wameafikiana, ala annahu, yakuwa intahaqqaqa fihi dhararun, likihakikika kwa hili suala la gati, likihakikika dhara, hurima, basi taharamishwa. Wa illa, kama halikuhakikika madhara, lam yuharram, haitoharamishwa. Falaysu mukhtalifina fil hukmi, kwa hivyo hawakukhtalifiana katika hukumu, bal fi sababil hukmi, bali wamekhtalifiana katika sababu ya hukumu. Faraja ikhtilafuhum ila alwaqi', ikhtilafu yao ikarudi kwenye waqi', tokeo lenyewe la mwenye kusaga. Yamdhuru basi haramu, haimdhuru basi halali. Umeona jinsi walivyoenda, wakaenda kimsimamo kisampulia. Hai sasa, ikiwa washa tuonyesha picha yao kwenye hili liwe ni halali na hili liwe ni haramu, haya kwenye uchunguzi wao kwenye kusimama kudhuru na kutorudi, ili tuwe na insafu, kuangukia kwa upande wowote, ili iwe ni insafu ya mtu kwa kukubali tokeo lenyewe mbali nasi za kisharia. Na katikati mwa kujua kwetu mti huu, asema ushekh, na kutangamana kwetu na wenye kuutumia mti huu sinina adida, miaka mingi sana, wa fi ahwalin wa manatiqin kathira, na katika hali na miji mingi sana, adrakna, tulifahamu, annaha tusabbibu adhararan la yunkiruha man jarrabaha, husababisha madhara hapingi yoyote mwenye kujaribu. Shekhe mwenyewe huyo. Au asha fi mujtama'in yatanawaluha, au mtu aloishi kwenye mujtamaa wa watu kutumia gati, halikupingika la kujua dhara yake. Wa min hadhihi al-adrar, akasema miongoni mwa madhara yenyewe, moja, huighibisha akili. Kuighibisha akili, akili kuwa ghaib, haiko, yende kutembea huko kwa kina Abdul Qadir al-Jilani,